Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Mmoja wa wasikilizaji wangu aliniambia, kwa nini Iran imeamua kuacha Lebanoni? Kwa nini Iran haichukui hatua sahihi dhidi ya Lebanoni? Nadhani kile nilichokizungumza nilisema kuwa makubaliano ya usitishaji wa vita yamefungamanishwa na Lebanon. Yaani katika vifungu 14 vya mwanzo tayari yalikuwa yamefungamanishwa na Lebanon. Kwa nini Iran waliifunga tena Hormuz? Ukiwasikiliza Irani Hormuz, sababu ya kuifunga Hormuz ilikuwa ni ukiukwaji wa Lebanon. Maana yake kuwa kama makubaliano yangekwenda vile walivyokubaliana, Irani asingeweza kuzuia au asingeweza kufunga tena Hormuz. Sasa Hormuz imefungwa kwa vitu viwili vilivyofuatana. Hormuz ilifungwa kwa blockade ya Marekani na ikafungwa kwa makubaliano ya Lebanoni. Kama mna kumbukumbu vizuri, wakati wa usitishaji wa kwanza ambao ulisainiwa April 8 ilikuwa ule usitishaji, Irani walikuwa wameunganisha Lebanoni. Ilivyoingizwa story ya Lebanoni kuwa ni lazima usitishaji, Marekani akasema no, JD Vance akasema no, Trump akasema no, Netanyahu akasema hapana, hatujafungamanisha na hili. Lakini aliyekuwa waziri mkuu wa Pakistani alisema ilikuwa, kwa sababu sisi ndio wasuluhishi. Lebanoni ilikuwa part of this. Baada ya pale ukaona Irani wamechukua hatua kuwa hawakufata masharti ya kufungua mfereji wa Hormuz, wakawa wakaufunga kwa muda. Baadaye yakapitiwa makubaliano ambayo yaliweka ceasefire ya 15 days kama mnakumbuka. Makubaliano ambayo yalikubalika, akasema kuwa kutakuwa na usitishaji wa vita wa siku 15 Lebanoni. Baada ya lile tangazo, Irani wakatangaza kuwa sisi tumefungua sasa mfereji, kwa sababu Lebanoni ilikuwa ni part of this. Yani katika haya makubaliano Lebanoni ilikuwamo. Baada ya kufungua, Marekani akasema yeye blockade yake haondoi. Irani wakaufunga tena. Kwa hiyo tayari walishaufungua kwa sababu ya ceasefire ya Lebanon, wakaufunga kwa sababu ya blockade ya Marekani. Sasa katika kipindi ambacho tumeendelea kupitia taarifa tofauti na huenda tunashuhudia wiki hii mabadiliko makubwa. Nilikuwa nikizungumza na radio DW nadhani jioni hii, kama ulikuwa umenifuatilia umenisikiliza, nilikuwa nikiongea na DW. Nilijibu hili swali, nikasema kikubwa kinachowasumbua ni ukosefu wa imani, kuwa upande wa Irani hawaamini tena Marekani kama anawezekana. Lakini kuhusu Lebanoni nimezungumza katika nadharia kusema kuwa Irani wanampima sasa Marekani kuwa ana uwezo gani wa kumdhibiti Israeli, kwa sababu tayari Irani wanamletea kila mara Marekani kuwa mfunge kamba mwanao, mzuie anachokifanya, vinginevyo sisi tutachukua hatua. Marekani anaonekana kama anashindwa kumzuia Israeli kuhusu Lebanoni. Sasa kama huwezi kumzuia mwanao, sisi tuna take action dhidi ya mwanao. Sasa action gani? Action zinakuathiri wewe baba. Nililizungumza hili sana wakati wa mgogoro wa Gaza. Kipindi kile nikawa nawaelezea kuwa ukisikiliza kauli za Marekani na washirika, wanalalamikia hatua za Israeli ambazo zilikuwa zikichukua action, kuua watu hovyo, kushambulia mashule na kila kitu. Halafu unaona kuwa haturidhishwi kabisa na hatua za Israeli zinazofanywa hivyo. Lakini chini ya meza wanatoa usaidizi wote wa kijeshi wa kila kitu kwa Israeli. Nikawa najaribu kuainishia, nikamwambia kuwa hivi una mwanao akishika gari yeye kugonga watu, kugonga majumba ya watu, kuharibu biashara za watu, halafu wewe mzazi unalalamika mtoto mjinga sana, lakini akirudi nyumbani anakuta umemnunulia gari zingine mpya aendelee kufanya hivyo. It means kuwa wewe unashabikia au wewe unasupport uovu wa mwanao. Ndio kinachotokea, kuwa wakati wao wanalalamika kuhusu hayo hivi na hivi, lakini wanasupport kila kinachofanywa na Israeli, kuwa hii hatua unaweza kuchukua, hii hatua unaweza kuchukua, hii hatua unaweza kuchukua. Sasa Iran kaamua tena kutake action, kuwa sasa anataka kuondoa kile ambacho, ile taswira. Unajua
imebaki kuwa Trump na Marekani wanajificha kwenye mazungumzo kwa ajili ya kubalance masoko ya dunia au kwa ajili ya kuweka hali ya dunia ikae sawa. Wamekuwa wakijificha kwenye mazungumzo kuwa tuko kwenye mazungumzo, na kwa sababu Irani na wao wamekuwa wakikazia kuwa tuko kwenye kubadilishana taarifa za pande mbili. Sasa vyombo vya habari jioni hii vinaandika, ikiwemo taarifa iliyoandikwa na CNN kinukuu vyanzo, na mimi nimeiona hii taarifa imeandikwa kwenye Tasnim News, lakini nimeiona kwenye Meher News Agency, imeandikwa ndani ya Irani kuwa ni rasmi kuwa Irani imejiondoa kwenye mazungumzo ya sasa yoyote na Marekani katika vitu viwili. Inasema imejiondoa kwa sababu Israeli inaendeleza mashambulizi Lebanoni, na Lebanoni ilikuwa imefungamanishwa na makubaliano ya usitishaji vita ili wao waruhusu mazungumzo. Sasa wamejiondoa. Jambo la pili ni kuhusu kile kinachoendelea Gaza, kwa sababu unajua katika kipindi cha kusherehekea Idi, yani siku 3 za Idi, watu 33 wameuawa ndani ya Gaza. Watu 33 wameuawa ndani ya Gaza. Ukiwauliza wanakuambia ni ceasefire ipo kwa sababu Israeli kaua. Kungeuawa Myahudi mmoja, kauli zingekuwa tofauti kabisa, dunia nzima ungeisikia. Kwa hiyo ukilichukua tangazo hili linaleta ishara ya kuongezeka, sio kupungua, ishara ya kuongezeka kwa mgogoro. Kwa hii taarifa iliyoandikwa, taarifa inasema hivi: kwa kuzingatia uhalifu unaoendelea wa watawala wa Kizayuni nchini Lebanon, na kwa kuzingatia kwamba Lebanoni ilikuwa moja ya masharti ya awali ya kusitisha mapigano, na kwamba kusitisha mapigano huku sasa kumekiukwa katika pande zote, ikiwa pamoja na Lebanon, na timu ya mazungumzo ya Irani inasimamisha mazungumzo na kubadilishana maandishi kupitia mpatanishi. Taarifa ya Tasnim imeandika kusitishwa mara moja kwa shughuli za kikatili za utawala wa Kizayuni huko Gaza na Lebanon, na ulazima wa kujiondoa kabisa kwa utawala huo kutoka maeneo yanayokaliwa nchini Lebanoni kumesisitizwa na maafisa wa Irani na wapatanishi, na hakutakuwa na mazungumzo hadi Irani na upinzani watakapokubaliana kuhusu jambo hilo, ripoti ya Tasnim iliongeza. Pia upande wa upinzani na Irani zimeazimia kuzuia kabisa mlango wa Hormuz na kuamsha pande zingine, ikiwa pamoja na mlango wa bahari wa Bab el-Mandeb, ili kuwaadhibu wa Zayuni na wafuasi wao, ripoti hiyo iliendelea. Umeelewa hii taarifa? Hii ni taarifa ngumu sana. Ni taarifa ngumu sana ambayo inaweza ikaongeza ukali wa kila kitu. Taarifa inakwambia kuwa makubaliano ya kurudi kwenye mazungumzo yatafikiwa kati ya upinzani. Nilishawahi kuwapa tafsiri ya upinzani. Tafsiri ya upinzani. Upinzani ni wao Irani, Hezbollah na wale Hamas na wengine. Wanasema kuwa mpaka watapoketi wakubaliane kuwa hivi sasa tunaweza tukaendelea kwenye mazungumzo. It means wamekata kabisa, hakuna tena mazungumzo yoyote yanayoendelea. Yani hatujadili kingine kabisa hivi sasa kwa sharti la. Sasa hapa ndio kwenye kupasuana roho. Kuna kuja upande wa pili, kwa sababu Marekani ataweka shinikizo. Marekani ataipushi Israeli kwa shinikizo kama lilivyokuwa awali. Lazima Israeli kubali kujiondoa ili kuweza kuruhusu angalau mazungumzo, kwa sababu Irani wakikupa tu mazungumzo, yani kukupa nafasi ya kukusikiliza, ni swala jingine. Halafu hapo wanasema kuwa mzingiro mkali wa Hormuz utaendelea kuwa mkali zaidi, lakini pia wanaenda kufikiria kuhusu kuifunga Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb tumekuwa tukilijadili hili mara kadhaa. Bab el-Mandeb na yenyewe inaelekea kwenye hiyo njia. Haya yanakuja katika wiki ngumu. Naweza nikawaambia hii wiki ni ngumu. Yani tutashuhudia vitu vingi kwenye hii wiki kwa uamuzi. Kuna taarifa fulani nilikuwa kuna mtu nazungumza naye. Akaniambia, "Rabi, unaonaje mafuta mwezi ujao?" Nikamwambia atapanda kidogo. Yanaweza kacheza kapanda kidogo. Akaniambia, "No. Kwa taarifa tulizonazo sisi mafuta yanatarajiwa kushuka." Ishara haipo. Na kadri mambo yanavyokwenda, ishara zinazidi kufifia za kusema kuwa labda tunaweza tukawa na hilo. Unajua mafuta ambayo unajua Jumatano ya kwanza, maana niliambiwa ni Jumatano ya kila mwezi. Leo Jumatatu, Jumanne, Jumatano ndio tutajua kuwa mafuta yanafanyaje, yanapanda yanashuka. Tumepita katika kipindi cha mwezi mmoja ambao haukuwa na nafuu.
Yani tumepita katika kipindi cha mwezi mzima ambao hawakuwa na nafuu wala hapakuwa na njia yoyote ambayo ilikuwa imeratibiwa kwa usafirishaji wa mafuta kwa usalama. Angalau hata kwa 5% au 10% hatujapita. Maana yake kuwa tunakwenda kwenye mwezi mwingine ambao hauwezi kuwa kushuka, kwa sababu matokeo, wanasema matokeo ya leo ni matokeo ya jana. Yani tulichokipanda jana ndio matokeo yake tunayapata leo. Kwa hiyo hatuoni kama kuna matokeo mazuri, kwa sababu tulichokipanda jana hakikuwa kwenye ishara nzuri. Kwa hiyo ni ajabu kuhisi kusema kuwa tunakwenda kupitia kitu kizuri, hali ya kuwa huku nyuma hatukupata hicho kitu kizuri. Sio, inaeleweka? Sasa niligusia kiasi hili swala mchana. Kiasi nililigusia na nikalipeleka YouTube. Kuna mtu akarudi akaniambia hivi, mbona YouTube umelizungumza ili huku hujataka kulizungumza la taarifa ya kuresign kwa rais? Nimelizungumza kupitia YouTube kwa sababu nafahamu kuna watu huwa wanapita YouTube, lakini nafahamu si wote ambao wanakwenda YouTube mara kadhaa kwa ajili ya kupitia. Ndio maana kuna wakati taarifa huwa nazigawagawa kiasi, hii ya huku nitaipeleka huku, hii ya huku nitaipeleka huku. Lakini sijawahi kukaa kufikiria kuwanyima taarifa yoyote ambayo inatoka. Mimi sijawahi kufikiria kusema nitawanyima hawa taarifa fulani inaweza ikatoka. Na kupitia hili nitakwambia kidogo hii taarifa. Nitakwambia kidogo sana hii taarifa ya Masoud Pezeshkian kwa jinsi ilivyokuwa imeripotiwa au kwa jinsi ilivyokuwa imeandikwa. Imeandikwa katika muktadha tofauti, na kuna taarifa ambayo kidogo imenifikirisha, na ndio maana ukinisikiliza kule YouTube nilivyoizungumza, nimezungumza kwa kiasi alafu nikaweka indhari, sikufunga. Nimeacha taarifa au nimeiacha habari ibaki kuwa inawezekana, kwa sababu unaona huu uamuzi ambao umefanywa na Irani kujiondoa kwenye mazungumzo. Huu ni uamuzi ambao hauvutii kwenye ofisi ya rais wa Iran. Ni uamuzi ambao haujapendwa ndani ya ofisi ya rais, kwa sababu ofisi ya rais imejaa diplomatic wengi, yani watu wa kidiplomasia, watu wa kuzungumza, watu ambao wanapenda mijadala, ndio wamejaa kwenye ofisi ya rais wa Iran. Sasa ni tofauti na ofisi zingine. IRGC wao hawazungumzi katika nadharia hii. Hawataki kubembelezana, wala hawaishi kwenye maisha ya kubembelezana, wala hawaishi kuchekea ile uovu. Yani kwa wewe unafanya hiki sasa kuangalia. IRGC wako tofauti, wanatembea njia nyingine. Hapa sasa ndio msuguano unapoweza kutokea. Mfano ukisoma hii taarifa inasema hivi, hizi zote zinahusu taarifa kile ambacho inaweza kuwa ni taarifa ambayo inaweza kuwa imefichwa. Lakini unajua mara kadhaa inakuwa vile kuna mtu anawasilisha kujiuzulu, alafu unaona kuwa wanaketi kabla ya maana sio rahisi kwa nafasi ambayo ya kuteuliwa. Unajua mtu ambaye ameteuliwa ile nafasi ni vigumu sana yeye mwenyewe kuamua kwa nimejiamua. Kwanza anapeleka taarifa, yani kabla hujaipeleka kokote una ofisi yako, yani ndio utaratibu wa utendaji. Unaipeleka taarifa, halafu unaangalia upepo umekaaje, wakiidhinisha it's okay, inakuwa official. Au kuna wengine huamua kuresign tu, basi maana lolote italokuwa naliwe anaamua kuresign. Lakini katika utaratibu wa nafasi nyeti na kubwa, fikiria kuwa rais, nafasi kubwa sana, ambapo yeye uwasilishaji wake wa kujiuzulu ni anawasilisha kwa rais, kwa nani? Kwa mkuu wa nchi, kuwa mimi na resign, siwezi kubaki kwenye hii nafasi, na yote hiyo kwa sababu ya kitu fulani. Yeye anaweza kuwasilisha hivyo. Sasa hii taarifa ilivyoandikwa inasema hivi: Rais wa Irani Masoud Pezeshkian aliwasilisha barua rasmi ya kujiuzulu kwenye ofisi ya kiongozi mkuu. Chanzo kinachofahamu jambo hilo kiliambia Iran International. Hii taarifa imetoka kwenye Iran International. Hii ni website ambayo huandika sana masuala ambayo yanahusu Irani, lakini pia na masuala mengine yoyote. Katika barua iliyotumwa Jumapili, Pezeshkian alisisitiza kwamba rais na serikali wametengwa kwa ufanisi katika michakato mikubwa na muhimu ya kufanya maamuzi nchini, na kwamba ombwe lililosababishwa na hali hii limewezesha makundi yenye msimamo mkali ndani ya IRGC kuchukua udhibiti wa mambo. Chanzo hicho kilisema. Yani ukisoma hizi sababu katika barua iliyotumwa Jumapili, alisisitiza kwamba rais na serikali wametengwa kwa ufanisi katika michakato mikubwa muhimu. Mimi nakubaliana naye kwenye hili. Yani napiga mstari, ni kweli.
ni kweli anachokizungumza kwenye hili. Kwa hiyo hata kama mtu alikuwa ameamua kuandika hii story kwa kuiandika mwenyewe, kwa kufikiria kile anachokiona, bado ina ukweli ndani yake. Ndio maana nilivyozungumza kule YouTube nikawaambia kuwa jamani, hili swala la Masoud tusimalize maneno tukapiga mstari na tukaweka kabisa nukta nte kuwa haiwezekani kujiuzulu katika wakati huu. Mtu mmoja anasema kuwa kujiuzulu kwake mara hii itakuwa imeashiria usaliti. Tafsiri yoyote iweke, lakini kuwa kuna msimamo wa mtu tu binafsi. Mimi ni mtu wa mwisho kushangaa. Nimeshasema kuwa kama Masoud atajiuzulu, mimi siwezi kushangaa. Yaani nitaona kitu cha kawaida, kwa sababu nchi inavyoendeshwa hivi sasa Iran haipiti kwenye njia za Masoud. Yaani haitembei kwenye njia za Masoud, lakini ndizo njia ambazo Marekani anazitaka. Marekani ukitaka kutembea naye kwenye njia hizo, yeye atakuumiza. Kwa sababu kuna wakati atakwambia kuwa unatembea njia ambazo hazitoi haki, haziwapi haki raia wako, hazitendi haki kwa watu wengine, hazifanyini. Hilo wanaweza kukusukuma, yani kukuweka ile katika hiyo nadharia. Lakini kiuhalisia Marekani hajawahi kuwa muumini wa hivyo vitu vyote. Nadhani naliimba mara nyingi na ninawaambia mara nyingi kwa mifano iliyo hai kabisa. Marekani hajawahi kuwa muumini wa haki, hajawahi kuwa muumini wa demokrasia, hajawahi kuwa muumini wa jambo lolote unalolijua wewe zuri, isipokuwa yeye ni muumini wa ubepari, muumini wa maslahi yake. Lakini kinyume na hilo, hapana. Huwa sikubaliani na hoja za kuamini kuwa Marekani ndio mkombozi, anaweza kusaidia baadhi ya mataifa yanapotokea hivi na hivi, lakini hilo sitaki kuliamini. Na nimewaisha hapa mifano kadhaa. Nilishawahi kuambia hivi, unamwona Rais Biya. Rais Biya, huyu rais wa Cameroon, ameingia madarakani mwaka 1982. Mimi sijazaliwa. 1982. Sasa hivi ni rais, naweza nikakwambia ndio rais mzee zaidi duniani katika nafasi yake. Biya ameingia kwenye madaraka mwaka 82 madarakani. Hebu hesabu 82 mpaka leo, unajua ni miaka 44 yuko madarakani. Yeye ana umri wa miaka 93. Miaka 93. Lakini anaungwa mkono kwa nguvu zote na Marekani. Marekani wanamsupport kila kitu. Yaani ni rais ambaye kwanza haishi nchini kwake Cameroon, anaishi Ufaransa, nchi inaendeshwa na wapambe. Uchaguzi uliopita ndio usiseme ulivyokuwa, lakini Marekani waliusifia uchaguzi, wakatoa na hongera kwa Biya. Yaani yuko madarakani zaidi ya wafalme. Lakini mara kadhaa nimeshawahi kuambia kuwa hakuna kitu utakipata kupitia Marekani katika njia yote, kwa sababu nenda angalia tawala za Kiarabu ambazo zinaitwa washirika wa kuaminika wa Marekani. Hakuna uchaguzi, hakuna uhuru huo unaofanyika, hakuna hiyo demokrasia inayoimbwa, hakuna lolote, lakini ndio washirika wa chanda na pete wa Marekani. Marekani inataka haki za watu wa Afrika na haki za watu wa Venezuela labda na watu wa Iran, lakini haitaji haki za raia wa kawaida wa nchi za Kiarabu, kwa sababu inapata maslahi yake vizuri. Au jicho la watu linakuwa tofauti yake nini? Senate ya Marekani pamoja na vyombo mbalimbali vya Marekani vilithibitisha kwa ushahidi kuwa amri iliyotoka kwenye ofisi ya Crown Prince wa Saudi Arabia mwaka 2018 ndio iliidhinisha kifo cha Jamal Khashoggi. Kifo cha Jamal Khashoggi, mwandishi wa habari wa Washington Post na aliyekuwa akifanyia kazi Marekani, mkosoaji mkubwa wa utawala wa Saudi Arabia. Marekani walithibitisha kuwa kifo chake kimesababishwa na ufalme. Yani moja ya makala ndefu inayozungumzia kifo cha Khashoggi na imeandikwa kwa uchunguzi wa hali ya juu, ipo Al Jazeera, nenda kaiangalie sababu ya kifo cha Jamal Khashoggi. Jipe muda kama unao wa kutulia, nenda kaangalie kuwa waliohusika, jinsi ushahidi na matukio yaliyounganishwa, kila kitu kuhusu kifo chake Jamal Khashoggi, utapata jibu. Lakini Marekani alitake action gani dhidi ya Saudi Arabia? Ulikuwa ni Donald Trump alikataa, akasema hao wanatupa fedha nyingi sana, hatuwezi. Kumbe fedha ni zaidi ya huo utu. Fedha ni zaidi ya kila kitu.
hata pale Congress wakati huo walimkalia kooni, walikuwa kina Pelosi wa Democrat, wakamkalia kooni. Ilivyokwenda kwenye Senate wakamlinda Donald Trump, hawakuchukua hatua yoyote dhidi ya Trump kumwajibisha, lakini aliendelea kudumisha. Na juzi hapa alivyokwenda Saudi Arabia tena akarudia kusifia utawala wa Saudi Arabia, lakini Mohammed bin Salman alivyokwenda Marekani anamsifia, anasema kuwa Khashoggi alikuwa ni mtu mbaya, hakuwa hata na uzuri huo kiasi hicho. Yani anahalalisha kifo cha Khashoggi kwa sababu Saudi Arabia imemhakikishia maslahi yake. Sasa taarifa ya Masoud Pezeshkian kuondoka ofisini kwa kusema kuwa anatengwa, mimi naweza nikaipigia mstari. Ni kweli IRGC hawatoi nafasi ya diplomatic hivi sasa, kwa sababu Marekani huwezi kudili naye kwa staili hiyo ukasurvive. Huwezi kudili na Marekani ukijaribu kuiweka demokrasia na uhuru, kusema kuwa nataka niwe na demokrasia, nataka nionekane sijui na haki za binadamu. Huwezi. Niliwahi kuwapa mkasa kama mnakumbukumbu, wakati Urusi imetoka kwenye Soviet kwa shutuma ambazo zilitengenezwa sana kwa ulimwengu wa magharibi kuwa utawala wa Kisoviet ni utawala mbaya, unakandamiza haki za binadamu, umedhibiti vyombo vya habari, umefanya nini. Sasa Warusi walivyonasa kwenye huo mtego, wakaona kama baada ya kuvunjika ile Soviet, tunajua ilisambaratika, Urusi akataka kurudi duniani kwa kuionyesha dunia kuwa sisi tuna demokrasia kubwa, tuna uhuru mkubwa, tuna uwezo wa kufanya maamuzi makubwa, na kila kitu tunaweza tukaenda nacho na tukaishi kuzidi hao ulimwengu wa magharibi. Mwaka 91 wakati Soviet imesambaratika, mwaka 93 95 kwenda 96 Urusi akaingia kwenye vita ya wao kwa wao kule Chechnya. Kama mnaikumbuka vita ya kwanza, Urusi kwa kuithibitishia dunia kuwa yeye ni muwazi, ile vita iliripotiwa kuzidi vita zote. Walitaka kuwa huru, kuweka vyombo vya habari huru, waripoti kila kinachotokea kwenye uwanja wa vita. Watu 10 wameuawa. Wiki 2 tu maandamano makubwa Moscow yametokea kwa sababu walikuwa wanauawa sana wanajeshi wao. Rudisheni watoto wetu, kwa sababu Urusi alikopi kutaka kuonyesha dunia kuwa naweza nikatembea kwenye demokrasia na uhuru mkubwa wa kuweka mambo kila kitu wazi. Wakarealize pale, hesabu ngumu, huwezi kwenda. Walishindwa vita ya kwanza. Vita ya mwaka 96 Urusi ameshindwa na Chechnya. Aliondoka Grozny. Wakaenda wakajipanga miaka 3. Boris Yeltsin anamalizia muhula wake mwaka 99 kwenda 2000. Alirudi kwenye vita ya kule Grozny. Nadhani mnaikumbuka mauaji mabaya sana yaliyotokea kule kwenye jamii wa Chechnya. Ilikuwa ni makubwa sana. Mji mkuu wake Grozny uligeuzwa magofu. Ulikuwa kama Mariupol, ulikuwa kama Dresden, ulikuwa kama Gaza. Yani uligeuzwa kama vile Halep au wanasema Aleppo ilivyokuwa mwaka 2013. Ndio mji ulivyogeuzwa Grozny. Ndio Boris Yeltsin anamwachia Putin kwenye vita. Putin anaipokea nchi mwaka 2000 ikiwa katika kwenye vita. 99 kwenda 2000 anaipokea kutoka kwa Boris Yeltsin ikiwa kwenye vita ya Chechnya, vita iliyoweka rekodi ya uhalifu mkubwa kabisa. Moja ya uhalifu mkubwa kabisa duniani ulio kushuhudiwa ni vita ya Chechnya. Hiyo ndio ilikuwa hivyo. Vita ya Chechnya ikawa hivyo. Sasa Urusi baada ya ile vita hakurudi tena kwenye ile staili yake, akarudi kwenye maisha yake ya kawaida ya kuidhinisha kama anavyokiona yeye. Yani kile anachokiona yeye ndio apigane vile vile kwa hiyo staili, kuwa haficha kila taarifa, hakuna chochote ukiachia. Akaamua kucheza kwa hiyo staili. Sasa akaona kuwa hauwezi yani kufanya hiyo staili, ikabidi arudi kwenye maisha yake ya kuficha taarifa. Sasa hili ninaloliona hivi sasa, ambalo mimi naliona hivi sasa, hiki kinachotokea ndani ya Iran na kinachozungumzwa kuhusu rais wa Iran, ni kweli kabisa kuwa rais huyu ananyimwa taarifa, na rais huyu hapewi ushirikiano wowote na IRGC. Ima anapewa ushirikiano kiasi, lakini hapewi kwenye maamuzi makubwa ya kufanya maamuzi kwa ajili ya Irani. Hapewi huo uamuzi. Na hiyo yote ipo kwa sababu aina ya adui unayokabiliana naye. Ikiwa utataka kukabiliana na adui huyo kwa staili hiyo, huwezi kufika kokote. Ni lazima ukabiliane na adui huyo katika staili anayoitaka yoyote. Adui huyu ni kukabiliana naye katika staili ngumu ambayo IRGC wanaitaka. Sasa nimalize na hili kuwa rais wa Irani anaweza kujiuzulu na wala isije kuwastua. Kwangu mimi naliona hili linawezekana kutokana na misimamo yake na kile ambacho kinachoendelea hivi sasa. Jamani, niwatakie kila la kheri na inshallah